Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Kwa mnasaba tumekabiliwa leo, insha Allah tutaangalia mwezi wa mfungo tatu. Inshallah tukiuona kesho tuanza masiku matukufu, siku ambazo kwamba hakuna katika Uislamu siku ambazo kwamba yapendeza amali njema kama siku kama hizo. Ni siku muhimu sana, ni siku tukufu sana, ni siku kubwa sana. Lakini henda baadhi yetu badala kufanya matukufu sana tukafanya mazuri, lakini mwenye akili hutaka siku zote afanye zuri zaidi. Kama wale wafanyi biashara ya dunia, siku zote hutafuta biashara nzuri zaidi, yani biashara bora, sio bora biashara. Na katika ibada kuna watu hufanya bora ibada na yatakiwa ufanye ibada bora. Hata hizi ibada za tofautiana, hata haya mema yatafautiana, sio kila mema ni aina moja. Haya ni masiku yatakiwa tuongeze amali njema, yatakiwa tuongeze kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kithirisha kuswali, kukithirisha kuwafanyia wema wazazi wawili. Angalia ni njia gani utaweza kujikurubisha kwa wazee wako katika siku kama hizi. Angalia ni matendo gani utaweza kuzidisha urafiki kwa marafiki zako. Angalia ni amali gani utaweza kujikurubisha zaidi kwa Mola wako katika kuwafanyia uzuri watoto wako. Angalia ni muamala aina gani utaweza kuzidi kuupanua uliokuwa mzuri kwa majirani zako. Mume namna gani ataweza kumfanyia mazuri zaidi mkewe katika siku hizi 10. Mke ni namna gani ataweza kumfanyia mazuri zaidi katika hizi siku 10. Ndugu, vipi mtazidisha ule undugu wenu katika hizi siku 10. Wafanyikazi, bosi kwa wafanyikazi wake, wafanyikazi kwa bosi wao, kila lile jema li upgrade na lifanye kwa namna ambayo kwamba itakuwa ni bora zaidi na ni uzuri zaidi. Lakini hebu turudi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu azungumzia nini katika utendaji uzuri? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada kuwa ametutaka sisi tusaidiane, kila mmoja asaidie kwa uwezo unaosaidia, kila mmoja atoe kwa uwezo anachoweza kukitoa. Tuliweza kuzungumza juzi aya liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Je, ni mali tu? La. Awezao kutoa tabasamu, awezao kutoa neno zuri, awezao kutoa mchango wa nguvu, awezao kutoa mchango wa akili, awezao kutoa mchango wa busara, awezao kutoa mchango wa pesa, mchango wa afya, mchango wa damu. Chochote kile Mwenyezi Mungu amekujalia ni kizuri, unao uwezo wa kukitoa, kitowe. Falyunfiq mimma ataahu Allah. Na hakuna asopewa na Mungu. Waswahili kuambia asokuwa na hili, asokuwa na hichi, ana hichi.
Sasa lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuelezea kwamba kuna mambo sisi tuyaona haya ndiyo first priority, ulawia, ndiyo kipawa mbele katika mambo mazuri. Lakini yeye aliyoyaika mambo akayaita haya ni mazuri, ana uzungumzaji uliokuwa tamu na mzuri zaidi, ili kukuweka wewe binadamu siku zote ujue kama wataka kufanya, kwanza nenda kwa mpangilio huu. Ndugu zangu, yula kuwa Mwenyezi Mungu amejalia swala ni faradhi, na hija ni faradhi, na zaka ni faradhi, na saumu ni faradhi. Lakini kuna mambo ameyajalia kufanyia na mimi na wewe ni muhimu sana. Henda katika baadhi ya sehemu akatanguliza tuyafanye haya, na ndiyo alama ya kuonesha kwa wewe umemwamini yeye kwa kuyatanguliza haya, ikiwa na haya utayafanya. Ibada zimegawanyika. Kuna ibada zaitwa ibadatu taamulia, kuna na ibada zaitwa ibadatu sha'airia. Wengi sisi twafanya hizi ibadatu sha'airia, kuswali, kufunga, kwenda hija, kutoa zaka, twazifanya tena vizuri, Mungu azitakabali. Lakini twasahau upande wa pili ambao kwamba ni muhimu sana, ibadatu taamulia, namna ya kuamiliana na wenzetu. Hapa ndipo mahala pazito sana. Na henda mtu akawa pangine yuwaswali vizuri, lakini hajui kuishi na jirani, ikamkosti hini. Na mtu henda akawa yuwaswali vizuri, lakini hajui kukaa na watoto wake. Na henda mtu akawa yuwaswali safu ya kwanza, hakosekani, pengine ndio imamu mwenyewe, lakini hajui kuishi na mkewe. Na ndio kaona sengine Mtume SAW atuambia, khairukum li ahlihi, mbora wenu si yule anayewaswalisha, ni yule anayekuwa hodari kuishi na familia yake. Uhodari wa kujua kuishi na wenzako ni kitu muhimu sana katika Uislamu. Na twaweza kusema kwamba hakuna kheri ya kuwa wewe ni mbora kuwa wajua kuswali peke yake, ikiwa hujui namna kuishi na wenzako. Na wengine atakwambia, bwana mimi hata sijui ni vipi bwana, mimi tabia yangu sijui. Haiwezekani uwe huwezi kuwa na tabia nzuri, kwa sababu lao ingekuwa haiwezekani Mungu asingetaka uwe nayo. Na Mungu hawezi kutuomba sisi tushikamane na kitu ambacho kwamba hakiwezekani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuelezea namna gani muamala baina mimi na wewe una umuhimu katika kumwamini kwetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib. Tusidhani kwamba albir ni kalimatun jami'a limaani alkhair, kwa tafsiri panufu. Musidhanie kuwa wema ni wewe umwekele Mungu magharibi, mashariki. Musidhanie ndio hayo. Manake musidhanie kuswali peke yake, kufunga peke yake, kuhiji peke yake ndio umekusanya khairi zake zote, sio. Haya, kiwa hivyo sivyo, ndivyo ni vipi? Hiyo biri haswa ni vipi? Ikiwa biri sikuswali sana, ikiwa biri sikuhiji sana, ikiwa biri sikufunga sana, biri ni nini? Asema walakin albirra man amana billah. Albir, kitu cha kwanza uwe na imani kwamba hichi ninachokifanya nafanya kwa ajili ya Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir, uamini na siku ya mwisho kwamba hichi ninachokifanya nitakwenda kulipwa.
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, akaita zile nguzo za imani. Hizi tunazo sisi. Tuamini Mwenyezi Mungu kuwa ni yeye peke yake, la sharika la. Tuamini kila mitume, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tuamini kwa kila kitabu alokiteremsha kutoka kwake yeye, madamu yeye amesema hichi kitabu ni changu mimi, twakiamini. Tuamini siku ya mwisho. Tuamini malaika. Lakini sasa hapa panapoanza hii aya ndipo sasa tujipime hizi imani zetu. Maana kama Mwenyezi Mungu atuambia ile imani yake humpelekea kufanya haya, ukiona wewe imani yako ya kupelekea kuyafanya haya, basi ni kweli wewe umo katika wenye kufanya birri. Wa atal mala, alonacho akawa ataweza kupeana. Wa atal mala ala hubbihi, tena hatoi kwamba tiriri naye saa zote, siku zote, wakati wote. Akitoa yuwatoa na huku yuwapenda kule kutoa. Usitosheke kuwa watoa, lakini tazama utowapo watoa na wewe una hali gani. Wa atal mala ala hubbihi, akatoa yale mali kwa mapenzi yake, kwa kufurahia, kwa kusherehekea, kwa kushukuru. Moja katika neema ni neema ya kutoa. Si kila mwenye nacho wewe watoa. Na moja katika neema ambazo kwamba sisi tunazo, alhamdulillah, wako wa kupokea. Tujalie leo kila umpaye asante. Umekosa fadhila za sadaka. Kila umpaye shukran bwana, asante. Na Mtume SAW amezungumza, itakuja wakati atakapoteremka Nabii Allah Isa, watu watakuwa wakiambiana, bosi, kama kuna pesa njoo chukue. Milo nazo zingewa kumpa. Mungu atatia qinaa, hakuna atakaye. Wewe ukimwambia bwana na mchele huko, mwambie mimi nina pishori ketizi, uzampa. Kila mtu hataki. Sasa ile neema ya kujalia kwamba wako wakupokea, tupie tushukuru, alhamdulillah. Wa atal mala ala hubbihi. Angalia, siku zote ukitaka kutoa, sisi tukosea sana katika utoaji. Kuna watu mashallahu hulisha mayatima wote. Uko sawa, lakini siye mbora katika kutoa. Kuna watu huangalia wajane. Uko sawa, lakini siye mbora katika kutoa. Kuna watu huangalia maustadhi na mashekhe kama maustadhi na mashekhe ndio husahauliwa. Ni uzuri sana. Waadhini ni uzuri sana, lakini Mwenyezi Mungu sana wa kutupangilia mwanzo ni nani wa kupewa. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Mwanzo familia yako. Atoa yote ikiwa mwanzo hatoi kwa familia yake, hajatoa kwa mahala pazuri zaidi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari moja aliulizwa na sahaba, akamwambia, ya Rasulullah, indi dinar, mimi na shilingi 100, nimpe nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, anfiqhu ala ahlika, mpe mkeo mwanzo. Kwanza mpe mkeo. Mkeo. Kuna watu hawajui kuwapa wake zao sadaka. Sadaka kumpa mkeo ni sadaka pia. Ukimpa mkeo sadaka nzuri, mpe mkeo. Wewe safaradhi humpi, ya mahitaji ya lazima humpi, utampa sadaka wewe kweli? Fahali wewe. Na ngoja nitoe sadaka sasa, inshallah Mwenyezi Mungu anitengeze mambo yangu, ngazenge maskini. Na mkako ni muhitaji, mpe mkeo mwanzo. Anfiqhu ala ahlika, mpe mkeo. Sahaba akamwambia Mtume SAW, indi ukhra, nina nyingine. Mtume akamwambia, anfiqhu ala waladika, mpe mtoto wako.
mwanao ana shida, mwanao ana mahitaji, mwanao ana haja, mwanzo hakikisha kabla hujampa maskini wa njiani, hakikisha nyumbani umeondosha matatizo, madamu ni matatizo. Sahaba akamwambia indi ukhra, ninayo nyingine. Akamwambia anfiqhu ala khadimak, mpe mtumishi wako nyumbani, yule anayetumika. Sahaba akamwambia indi ukhra, ninayo nyingine. Akamwambia anfiqhu ala walidaika, wape na wazazi. Wazazi wamekuja daraja ngapi? Ya 4. Si mimi haya. Pengine mtu atasema, je, mtumishi mbora kushinda wazazi? Ni kwamba kawaida hutopata wewe mpaka kuwapa wazazi, ila wazazi ulioondoshea shida mwanzo. Sasa hichi ni cha ziada. Wazazi huwapi kuondoshea shida? Wa ila wewe ikiwa humpi mzazi wako, ila wakati mzazi akiwa na shida, wewe ndio una shida kubwa. Yoyote anayempa mzazi wake wakati wa shida, ajue yeye ndio mwenye aibu. Mzazi wako akwambia, mwanangu, ukiwa na senti huna haja kuita mama wala baba. Una adabu wewe, una heshima, huna murua. Ngoja mpaka mzazi wako, yani wewe hujui hali ya mzazi wako. Kuna watu hawajui hali ya wazazi wao. Sasa Mtume amemweka mzazi huku, haimaanishi kuwa mzazi ashindwa na hawa, la, yamaanisha mzazi ulimuondoshea shida mwanzo, lakini sasa mpe ni kama marupurupu. Hii hadithi yaonesha umuhimu wa kutoa sadaka ndani ya familia, na kuna watu wengi hawaijui hii. Sasa haya masiku 10, kuna watu mashallah hamu yao takuwa kugawanya mitee barabarani, lakini familia yako angalia wewe, nyumbani kwako kwanza kumekamilika? Maanti zako hao, makhalati, mashangazi, maammi, ndugu, mwanzo anza familia. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, wale ambao wana ujamaa na wewe, kisha ndio waliatama. Lakini leo sisi tunaona mayatima ndio kila kitu ushinda familia. La, kwa nasi ya Qur'ani Mungu hangemweka wa pili akatanguliza familia, ila ajua umuhimu wa familia kuliko yatima. Si mimi nilomsababishia ule kuwa yatima, alomsababishia nani? Allah. Na ni nani alomfanya fulani awe ammi yangu? Allah. Kwa hiyo mtambue huyo alokutambulisha naye Mungu. Huyu mpaka akawa ndugu yako ni Mungu ametaka nyinyi muwe ndugu. Kwa hiyo peana haki. Haya masiku 10 kuna watu hufanya kheri sana, lakini wakasahau familia, na ni makosa. Ni makosa makubwa sana. Kama wataka kufanya kheri, mwanzo ibda binafsika thumma man ta'ulu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, anza mwenyewe nyumbani mwanzo. Angalia vipi wewe familia yako yaishi. Wewe watoka na michele ndani ya nyumba kwenda kusaidia wengine kwako kwa pikwa sima, kama kwa mapenzi sawa, lakini watatutoe sadaka toa pale pale. Anfiqhu ala ahlika, toa utoe nyumbani. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam amejalia sadaka hata ma taj'ala fi imra'ataka, hata kile unachomlisha mkeo chajaliwa ni sadaka. Kuna watu henda kuwapeleka marafiki out, lakini hapeleki familia out. Wakosa ni thawabu, lakini thawabu yenyewe wapata grade ya chini. Lakini ukienda na familia yako out, ndo fast. Kwa hiyo kuwa funguka akili, funguka mawazo. Laysa albirra, birra ndo hini, walakin albirra man amana billahi. Twende nguzo za imani: kaamini Mwenyezi Mungu, kaamini malaika, ukaamini mitume, ukaamini vitabu, kisha matendo ya huyo aloyaamini. Atal mala ala hubbihi, akitoacho huyo, akitoa kwa kujipenda, kuwapa dhawil qurba. Watu wa kwanza familia, ndiyo saidia, hukukataa, lakini ukisha kuhakikisha kwamba
familia nimeiweka mwanzo. Wampeleka mtu kutibiwa na wewe una familia yako mgonjwa, makosa. Si madhambi, lakini ungefanya hiyo hapa katika familia ni bora zaidi kuliko kufanya mahala pengine popote. Thawabu za kumsaidia familia yako ina thawabu zaidi kuliko kumsaidia rafiki yako. Thawabu ya kusaidia familia yako ni muhimu zaidi kuliko jirani yako. Na ndio hata ukaona kwenye zaka umeambiwa ikifika wakati wa kutoa zaka, lakini una familia yako ni muhitajiwa na yuko mbali wamsubiri kuja, ni bora uakhirishe zile zaka kutoa mpaka aje ule familia ambaye anahitaji. Lakini na wewe basi huwapi familia yako ila zaka. Manake kuna watu hawatoi ila cha faradhi, kisha kutoka ile faradhi khalas hajui sadaka. Kwa hiyo haya masiku 10 ni masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hayajalia kuna siku amali za pendekeza za shinda hata mitana ya Ramadhani. Mchana wa siku hizi 10 za shinda mchana wa Ramadhani katika ibada. Tafuta ni ibada gani bora zaidi utajikurubisha Mwenyezi Mungu, na hakuna ibada bora kama kutatua matatizo ya wenzako. Yashinda kufunga kwako, yashinda kusoma Qur'ani kwako, yashinda kutaja Mwenyezi Mungu kwako, kutatua matatizo ya wenzako. Angalia wewe waweza kumtatulia mwenzako tatizo gani? Angalia wewe waweza kumtatulia mwenzako shida gani? Angalia wewe waweza kumfariji mwenzako kwa jambo gani? Waman nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, mwenye kumtatulia muislamu mwenzake tatizo moja tu la duniani, farajallahu anhu kurbatan min kurabi, na Mungu atakufariji matatizo ya kesho akhera. Kwa tatizo moja Mungu atakufariji matatizo mengi kesho akhera. Kwa hiyo leo tuangalia mwezi, inshallah tumeuona, kesho tuanza masiku matukufu. Lakini hatukuona, Mwenyezi Mungu hatotupa siku 90, ni wewe utataka 90. Manake kuna watu leo wameanza, kuna nchi leo washaanza. Mungu amewajalia wao mwezi wameuona mapema, sisi bado leo ndo tutaangalia. Tumeona, kesho tuanza. Hatukuona, tutasubiri. Usiwe na haja wapi ni wapi, wapi ni wapi. Wewe una siku zako na wao wana siku zao, na Mwenyezi Mungu amenena wala yali na ashr. Lazima kila mtu apate 10. Ukitaka 90 wewe mwenyewe, Mungu hajakupangia. Ni wewe wataka 90. Kwa hiyo mwezi ukionekana leo, kesho twaanza. Na watu wapenda kufunga hizi siku 90. Je, ni lazima ufunge zote? Funga vile uwezazo. Zile utakazo kuweza funga. Na wanawake waweza, wengine wana madeni wadaiwa, aweza kufunga ni kulipa Ramadhani na hizi siku 90, akapiga 2 in 1. Lakini iwe ile swaumu anaodaiwa si ya haraka. Kuna swaumu deni aina mbili. Kuna mtu alikula kwa udhuru, mgonjwa, aweza kufunga siku hizi. La, kuna mtu alikula njeuri, hawezi kufunga mwanzo, lazima alipe. Huyo hakubaliwi kufanya sunna kabla hajakamilisha faradhi. Kwa hiyo hizi siku 10 ni siku, hizi siku 90, siku 90, masiku ni 10. Ikiwa hukuweza kufunga hizi siku 90, basi usikose siku ya Arafa. Usikose kufunga siku ya Arafa, kwa sababu saumu ya Arafa kama alivyosema Mtume SAW, tukaffiru sanata almadhiya wal atiya, hufuta dhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja, mwaka wa 2022 na 2023. Manake paka waambia watu miaka ya kizungu ndio watafahamu. Insha Allah taala tutakuja kuelezea Arafa ya kufunga na Arafa ya kusimama. Hayo si wakati wake, itakuja wakati wake. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla